Siku alipoondoka nilichukulia poa. Sikuona pengo lake, lakini baada ya miaka kupita pale nilipokaa peke yangu usiku, nijiuliza maswali mengi sana. Kama ningelijua basi nisingemwacha aondoke na ningemtendea tofauti na niliyomtendea. Hapo ndipo nilipoumia. Kulikuwa na mtu katika maisha yangu ambaye alinipenda kwa dhati. Sio kwa maneno tu, bali kwa vitendo. Alinivumilia hata pale nilipokuwa mkorofi. Hata wakati ambao nilikuwa mchoyo wa muda wangu kwake, lakini yeye alinisubiri. Hata wakati ambao sikupokea simu zake, yeye aliamini bado mimi ni wake. Ilikuwa wakati ambao nilijiona najua kila kitu kwa sababu ya ujana. Na yeye alikuwa upande wangu hata pale ambapo nilipitia nyakati ngumu, hata pale ambapo nilitaka kukata tamaa, yeye alinipa nguvu na sababu ya kuinuka tena. Lakini mimi nilimchukulia poa. Wakati ule niliona kama ni kawaida mtu kunisapoti, kunielewa, kunisamehe kila wakati. Sikuwahi kujiuliza yeye anajisikiaje. Sikuwahi kusimama na kumshukuru kwa lolote. Nilidhani nastahili sana kupendwa. Nilitanguliza ujana mbele, sikumpa kipaumbele. Niliona kama hana pa kwenda, hawezi kuniacha. Sikujua kwamba uvumilivu una kikomo. Siku alipoondoka hakupiga kelele, hakutaka tugombane, hakunitukana, hakunilaumu. Alinyamaza tu. Nilituma message hazikujibiwa, simu zangu hazikupokelewa. Kwa wakati ule nilijifanya sina shida naye. Nilijidanganya labda atanirudia tena, lakini hakunirudia. Wakati huo sikuhisi maumivu makubwa. Niliendelea na starehe na marafiki zangu na kujifanya nipo sawa. Nilijipa matumaini ya kwamba nitampata mwingine kama yeye au hata bora zaidi kuliko yeye. Lakini maisha hayapo hivyo. Wakati mwingine hayakupi nafasi ya pili. Miaka ilivyopita akili yangu ilikuwa. Nilikutana na wanawake wengi, lakini hakuna aliyekuwa kama yeye. Nilipoanguka hakuna aliyesimama na kunishika kama alivyonishika yeye. Nilipopitia nyakati ngumu na kukata tamaa, hakuna aliyebaki upande wangu na kunitia nguvu. Hakuna aliyenivumilia kama alivyonivumilia yeye. Kila nilipohitaji mtu wa kunielewa, sura yake ilinijia. Kila nilipokutana na changamoto, nilikumbuka jinsi alivyoniambia nisiogope. Kila nikikaa peke yangu, nilihisi uzito wa majuto moyoni mwangu. Kila nikikaa peke yangu nilihisi uzito wa majuto moyoni. Hapo sasa nilitambua nilipoteza mtu muhimu sana kwenye maisha yangu. Na sio kwa sababu hakunipenda, bali ni kwa sababu nilishindwa kumpenda ipasavyo wakati alipokuwa pamoja nami. Nilianza kujiuliza maswali. Hivi yupo wapi kwa sasa? Je, ana furaha huko alipo? Je, nilimuumiza kiasi gani hadi akaamua kuondoka kimya kimya? Nilijaribu kumtafuta. Niliwauliza watu tuliowahi kufahamiana nao, lakini hakuna aliyekuwa na uhakika. Wengi walisema alihama, wengine hawakujua chochote. Nilijaribu kumtafuta mtandaoni, lakini sikupata hata dalili. Alipotea kabisa kwenye maisha yangu. Na kilichoniuma si kutaka kumrudia, kwa sababu nilijua sina hiyo haki. Nilichotamani ni kumuona tu, japo kwa sura. Nijue yupo hai, yupo salama, na labda maisha yalimuendea vizuri. Mwanamke ambaye alitoa kila kitu chake kwa ajili yangu. Mwanamke ambaye aliondoka kwangu si kwa sababu hakunipenda, bali ni kwa sababu sikujali na alichoka kuvumilia. Nimejifunza mapenzi ya kweli yanavumilia, lakini uvumilivu una kikomo kama hautothaminiwa. Watu wa muhimu wakiondoka huwa hawarudi. Na mimi nilichelewa kujua. Nimebaki na kumbukumbu, majuto na maumivu. Kila siku najikumbusha kuwa kuna mtu alinipenda sana na mimi sikujua thamani yake mpaka pale ambapo nilipompoteza. Kama umejifunza kitu kupitia story yangu, au kama na wewe ulishawahi kumpoteza mtu ambaye alikupenda sana, usisahau kucomment na kusubscribe.